رابعا موقف يني mwanamke kisalaf. طيب مؤلف huko amesema masul mushaf kwamba hagusi nini msahafu. Masu al-mushaf hagusi msahafu, lakini akaruhusu kufaa kugusa huo msahafu kusoma Qur'an bila kugusa msahafu, kalqira'ati min al-jawwal, kama kusoma katika smartphone au talbas al-qafazat au kugusa nini au kuvaa soksi za mikononi, wa taqra'u min al-mushaf, na kusoma katika msahafu. Hapa tunasema kwamba mawqif ya nne miongoni mwa mawqif za mwanamke kisalaf katika kipindi cha hedhi, tunasema watamassul mushafa, anagusa msahafu, wa taqra'u al-Qur'ana fihi, na kusoma Qur'an ndani ya msahafu, inda al-haja, haja itakapoita. Hiyo ndio mawqif ya sawa sawa zaidi. Watamassul mushafa, anagusa msahafu mwanamke mwenye hedhi, wa taqra'u al-Qur'ana fihi, na anasoma Qur'ani ndani ya huo msahafu, inda al-haja, haja itakapoita. Haja itakapoita, haja yeye kugusa msahafu itakapoita, na kusoma msahafu ndani, na kusoma Qur'an ndani ya mushaf alioshika itakapoita haja, anafanya hicho kitu. Ni jaiz. Kwa nini ni jaiz? Maulama Sheikh Al-Albani na wengineo katika maulama wanasema li'adami wujudi dalili al-mani'i min dhalik, kwa sababu ya kutokuwepo dalili inayomzuilia mwanamke kugusa nini, kugusa msahafu. Hakuna dalili la min al-kitab wala min as-sunnah inayomzuilia mwanamke asiguse msahafu, hakuna dalili. Hiyo ni nchi ya kwanza, kwa sababu hakuna dalili inayomzuilia, li'adami wujudi dalili, kwa sababu ya kutokuwepo dalili inayomzuilia kugusa msahafu. Thaniyan, anaruhusiwa kugusa msahafu mwanamke na kusoma Qur'an ndani ya huo msahafu haja itakapoita, kwa sababu ya lidhaafi jamii al-ahadith, kwa sababu ya udhaifu wa hadithi zote, tamna'uha min massil mushafi wa qira'atiha, ambazo zinamzuilia mwanamke kugusa msahafu na kusoma Qur'an ndani yake. Zimekuja hadithi nyingi ambazo zinamzuilia mwanamke kugusa msahafu na kusoma Qur'an ndani yake, lakini hadithi zote ni maalula, zote ni dhaifu. Hakuna hadithi sahihi hata moja, zote ni dhaifu. Kwa hiyo ni sababu ya pili. لكن ثالثا سابيتات ولأن الحاجة والضرورة ترفع المنع, na kwa sababu haja na dharura inazuilia, inaondosha kule kuzuiliwa kwake. Tujalie kwamba dalili zimethibiti, anakatazwa mwanamke kusoma mushaf, kugusa msahafu, na akasoma Qur'ani kwenye mushaf akiwa ameugusa, lakini kuna haja imeita na dharura imekuja. Haja ni ipi? Dharura ni ipi? Mathalan panachelea kwamba isije asiposoma Qur'ani akasahau, au yeye ni mwalimu anafundisha madrasa na mfano vitu kama hivyo katika dharura. Kwa hiyo hii haja na dharura itakapokuja inaondosha kule kuzuiliwa. Hii ni pale ambapo tutajalia kwamba haja au sheria imemzuilia, hali ya kuwa hakuna dalili ambayo imemzuilia. Kwa tunasema wali anna alhajata wadharurata tarfa'u almani', haja na dharura kuogopea sije kasahau, au yeye ni mwalimu anafundisha watu, basi haja hiyo na dharura hiyo inaondosha kule kuzuiliwa. Kwa sababu gani? ad-darurat tubihu al-mahdhura. Dharura ikija na halalisha yale haramu. hurrimat alaykum al-maytat, kama ilivyokuja katika Qur'an, illa ma turidtum alayhi, mharamishwa kula nyama ya nguruwe isipokuwa pale mtakapokuwa mmepata nini? Dharura. Mmedharurika, msipokula mtakufa mathalan. طيب رابعا ولأن الآية نحقق نكسب إلى آية iliyosema la yamassuhu illa almutahharun, kwa sababu wale maulama wanaosema kwamba haifai akagusa msahafu mwanamke akiwa katika hedhi,
kwa sababu Allah amesema la yamassuhu illa almutahharun, hawaigusi hiyo Qur'an illa waliotaharika, illa waliotaharishwa. Laysat fi al-ins, hii aya haijiteremka kuzungumzia binadamu, bali rajih, bali kauli yenye nguvu, annaha fil malaika, aya hii inawahusu malaika, kama huwa tafsiru Ibn Abbas wa ghayruhu, Ibn Abbas wa ghairihi, kama ilivyo tafsiri Ibn Abbas na wengineo, kwa muradi unaokusudiwa hapo kwamba hawaigusi Qur'ani ila waliotaharishwa ni malaika, na Qur'ani inayokusudiwa hapo ni ile iliyo katika al-lawhu al-mahfudh. Ama hii hapa duniani mbona ipo mpaka katika majumba ya washirikina? Wakristo wanayo katika majumba yao Qur'ani hii. Kwa sio muradi sio Qur'ani inayokusudiwa hiyo. Umeelewa? Au nimewacha nasema hivi kwenye nchi hii ya tatu sio ya nne sio, nasema hivi maulama wanaosema kwamba haifai mwanamke kugusa msahafu, kwa sababu tumesema hivi haya masala khilafu. Wako maulama wanaona kwamba mwanamke akiwa katika haidh haruhusiwi kugusa msahafu na kusoma Qur'an ndani yake, na wako maulama wanaona kwamba la, anaruhusiwa kugusa mushaf na kusoma Qur'an ndani yake. Ama wale wanaosema kwamba haifai kugusa mushaf wanasimama na aya Allah aliposema la yamassuhu illa almutahharun, kama ilivyo katika sura al-Waqi'a aya 79, hawaigusi Qur'an isipokuwa wale waliotaharishwa. Kwa hiyo wakasema basi kwa sababu hii aya imesema haigusi ila kwa yule aliyetahara, maana yake ni kwamba sisi haturuhusiwi kumruhusu mwanamke katika hedhi au hata mtu akiwa katika janaba kuigusa Qur'an akiwa yupo katika nini, hayupo katika tahara. Umeelewa? Kwa hiyo ndio tunasema hiyo istidlali pia sio ya sawa sawa, bali mwanamke anaruhusiwa kugusa mushaf akiwa katika hedhi na kusoma Qur'an. Kwa nini? Lianna al-ayata, kwa sababu hiyo aya ambayo wao wameitumia kumzuilia mwanamke akiwa katika hedhi asiguse mushaf, ambayo inasema la yamassuhu illa almutahharuna, hawaigusi Qur'ani isipokuwa wale waliotaharika. Laysat fil insi, aya hiyo haiwahusu binadamu, bali rajih, bali kauli yenye nguvu, annaha fil malaika, aya hii inawazungumzia malaika, kama huwa tafsiri Ibn Abbas, kama ilivyo tafsiri Ibn Abbas wa ghairihi na wengineo, kwamba malaika ndio wanazungumzwa hapa, na Qur'ani inakusudia ile iliyo katika al-lawh al-mahfudh juu, sio hii hapa duniani. Ya hapa duniani mbona ipo katika majumba ya Wakristo, majumba ya washirikina, wanaigusa watu wote duniani hapa. Kwa hiyo muradi wa kwamba hawaigusi ila waliotaharishwa ni wale malaika, hawaigusi ile Qur'ani iliyo katika al-lawh al-mahfudh illa al-mutahharun, isipokuwa wale waliotaharishwa. Kwa hiyo sio dalili hiyo ya kumzuilia mwanamke asiguse mushaf. Umeelewa? طيب. خامسا nchi ya tano, bali rakhasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lilmar'a, bali mtume mwenyewe amemruhusu mwanamke mimmassil mushaf, kugusa mushaf, wa qira'at al-Qur'an, kusoma Qur'an, biqawlihi sallallahu alayhi Aisha, wa qawli yake mtume aliposema kumwambia Aisha, if'ali ma yaf'alu al-hajj, yafanye yote ambayo mtu aliyekwenda haji anayafanya, ghaira alla tatufi bilbayt, isipokuwa usifanye tawaf katika nyumba tukufu, hatta tathuri, mpaka utakapotaharika. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sheikh Albani akasema, atadhunnuna anna al-hajj la yaqra'u al-Qur'an, je, naambieni hivi nyinyi mnadhani kwamba alikwenda haji asome Qur'an? Mmeelewa hiyo istidlal? Mnadhani kwamba alikwenda haji hasomi Qur'ani? Bila shaka anasoma Qur'ani. Kwa hiyo ingekuwa kwamba mtu aliye katika hedhi haruhusiwi kusoma Qur'an, mtume angemwambia Aisha kwamba yafanye yote anayoyafanya haji, isipokuwa usifanye tawaf na usisome nini Qur'an. Lakini amemwambia tu usifanye tawaf, kuonyesha kwamba kusoma Qur'ani mwanamke aliye katika hedhi ni jaiz, kugusa msahafu ni jaiz, hakuna kizuizi kinachomzuia yeye. وقال رحمه الله الصحيح أنه يجوز للحائض، فالبنا سمع قول صحيح kwamba mwanamke ile katika hedhi ni jaiz kwake an taqra alquran an dhahri qalbi,
kuisoma Qur'an aliyohifadhi au min almushafi bihail au akasoma Qur'an katika msahafu hali ya kuwa amegusa kwa nini kwa kizuizi akavaa nguo mfano wake akaweka nguo akashika msahafu akasoma au alqafazat kama Sheikh alivyofanya alivyoashiria hapo liadami wujudi nassin sahihin yamna'uha kwa sababu ya kutokuwepo dalili ya waziwazi iliyo sahihi inayomzuilia mwanamke kufanya hivyo. طيب kwa hiyo mpaka hapo tumemaliza masaili ambayo Sheikh hafidhahullah ta'ala ameyagusa katika kueleza mawqifu almar'ati as-salafiyya fi zamani al-hayd. Mimi nitaongeza tu kadhaa hapo hayo si lazima yani, lakini vile vile min mawaqif almar'ati as-salafiyya fi zaman al-hayd, miongoni mwa mawqif na msimamo mwanamke wa kisalaf katika zama za hayd watamkufu fil masjid lilhajati ash-shar'iyya, ana rushuhu kama msikitini haja ya kisheria itakapoita kahudhuri darsi kama vile anataka kuhudhuria darsa au muhadhara au nadwa idha aminat min talwith almasjid, itakapokuwa amejiaminisha kwamba hataweza kuchafua nini msikiti, amejiweka vizuri, amejifunga vizuri, akajiaminisha na hilo, basi jaiz, anaruhusiwa, hakuna kizuizi kinachomzuilia yeye. Wadhālika li'adami wujudi ad-dalil 'ala man'iha 'inda al-haja, na hiyo kwa sababu hakuna dalili ambayo inamzuilia mwanamke kwenda msikitini kusoma haja itakapoita kama qala al-Albani rahimahullah ta'ala, amma dukhulul masjid lilhaidhi au aljunub, ama kuingia msikitini kwa mwanamke mwenye hedhi au mtu mwenye janaba, fa in kana min babil mururi fala mani', ikiwa anapita tu njia, anapita tu msikitini, anapita, hakuna kizuizi. لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابي سبيل, na wala hairuhusiwi kwa mwenye janaba isipokuwa yule mpita njia. واما المكث فيه ففيه خلاف, ama kukaa ndani ya msikiti sasa kuna khilaf baina ahli alilm, wali arjah Sheikh Albani anasema na kauli yenye nguvu annahu jaiz, kwamba anaruhusiwa mwanamke mwenye hedhi kukaa msikitini in aminati talwith almasjid, ikiwa atajiaminisha kwamba hataweza kuchafua nini msikiti. لأن الأحاديث المانعة, kwa sababu hadithi zenye kuzuilia yeye kukaa msikitini la takhlu min dha'fin, haziyepukiki na udhaifu, hadithi zote ni dhaifu. Maneno haya yamekuja katika tamamul minna wa fi silsilati alhuda wan nur, bali vile vile Sheikh Albani katika kitabu chake silsilatul huda wan nur anasema katika shariti nambari 215, idha kanat almar'atu alhaid, ikiwa mwanamke mwenye hedhi tadhmanu adamu talwith almasjid, anajidhaminia kwamba namna alivyovaa vizuri hataweza kuuchafua msikiti, fala ara mani'an, mimi sioni kizuizi min dukhuliha lihudhuri darsin, kutokana kuingia ndani ya msikiti kwa ajili ya kuhudhuria darsa ya kielimu au nahwi dhalik, au mfano wa shughuli zenye sura kama hiyo. Lianna alahadith allati tanha an dhalika dha'ifatun, kwa sababu hadithi zinazozuilia yeye kukaa msikitini ni dhaif. Hiyo ni mawqif ya ngapi? Ya tano, min mawaqif almar'ati as-salafiyya fi zaman al-hayd. Lakini sadisan, wala tujami'u ma'a zawjatiha hatta tathura wa taghtasil, hafanyi jimai na mume wake mpaka ataharike na aoge, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tazil an-nisaa fil mahid, jitengeni na wanawake katika kipindi cha hedhi. Sheikh Albani anasema al-ijma'u qa'imun ala tahrim al-jima', makubaliano ya ulama yamesimama juu ya haramu wa kufanya jimai fil haid, katika kipindi cha hedhi, wa huwa min al-kaba'ir, na kufanya jimai katika kipindi cha hedhi ni katika madhambi makubwa. Na mawqif ya mwisho, wala watunkiru talaqa fi hali alhayd, na mwanamke kisalaf anakemea vibaya, anaikemea talaka katika nini, katika kipindi cha hedhi. Mume wake akimwacha, akitaka kumwacha katika kipindi cha hedhi, mwanamke wa kisalaf anakemea, anasimama na kukemea vikali jambo hilo, liannaha ta'lamu anna at-talaqa fi alhayd, kwa sababu mwanamke wa kisalaf kile utakapomkuta anajua kwamba kuachwa yeye katika kipindi cha hedhi bid'iyun, hiyo talaka anayopewa katika kipindi cha hedhi ni talaka ya bid'a, muharramun wa muharram, ni haram.
kwamba anajua kwamba ni bid'a yeye kuachwa katika kipindi cha hedhi, ni haram yeye kuachwa katika kipindi cha hedhi, mukhalifun li hadi nabii sallam, na kitendo hicho cha mwanaume kumwacha yeye katika kipindi cha hedhi kinakwenda kinyume na nini, na mwongozo aliyotoa mtume alayhi salam, wa qad naha an dhalika nahyan sariha, na mtume wa Allah amelikataza jambo hilo kukataza kwa wazi wazi. Dalili ya hilo hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ambapo yeye alimwacha mkewe katika kipindi cha hedhi, annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'il. Ibn Umar alimwacha mke wake hali ya kuwa yuko katika hedhi. Fadhakara dhalika Umar lin sallam, baba yake Umar bin Khattab akaenda kumtajia mtume, mwanangu kamwacha mkewe katika hedhi. Faqala, mtume akasema, murhu falyuraji'u, muamrishi mwanao akamrejee mwanamke, amrejeshe mwanamke, amrejee mwanamke, thumma liyutalliqha, kisha amwache baada ya kumrejea, tahiran, akiwa tahara, au hamilan, au amwache akiwa mjamzito. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kuonyesha kwamba ni haram, ni talaka, ni bid'a kumwacha mwanamke katika kipindi cha nini, cha haid. Kwa hiyo mwanamke wa kisalaf anakemea vikali mume wake atakapotaka kumwacha katika kipindi cha nini, cha haid. Hiyo ni mawqif ya mwanamke wa kisalaf fi zamani al-haid. Lakini akimwacha katokea ameshampa talaka tayari katika kipindi cha haid, kuna khilafu baina maulama wako wanaosema kwamba talaka inatokea ma'a al-ithmi, pamoja na kupata madhambi yule mume, na wako wengine wanasema la talaka haitokei. Waraji talaka inafanyaje, inatokea ma'a al-ithmi, pamoja na kupata madhambi yule mume aliyefanya hicho kitu. Wallahu waliyyu at-tawfiq. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.